dakika hizi chache nataka kushare na wewe juu ya ujumbe. Kama unaandika, andika komesha roho za mtoto wa fulani. Komesha roho za au ya mtoto wa fulani. That is my message. Nataka kwenye ibada hii, na nimemsihi Mungu ninapoomba kwa ibada hii, Mungu akupe neema ya kupangua, akupe neema ya kupambana na kitu kinachoitwa roho ya mtoto wa fulani. Simple like that. Na mwingine anasema, Pastor, what are you talking about? Kama message haieleweki, roho ya mtoto wa fulani, unajiuliza, unaona vitu haviungamanishiki. Haleluya. Hicho wewe kiandike. Nipe dakika chache hapa nikufundisha kitu kikusaidie. Number 1, nataka uelewe ya kwamba maisha tunayoishi leo, dunia au taifa au jamii zimeingizwa kwenye kaubaridi fulani kanakoitwa mtoto wa fulani. Na natamani ninapokufundisha neno hili liingie kwenye akili na lisitoke, kwa sababu nimewaona watu wakishindwa kufika kwenye viwango ambavyo Mungu amewakusudia wafike kwa ajili ya mtoto wa fulani. Nimewaona watu walioshindwa kuoperate kwenye neema ambayo Mungu ameiweka ndani yao kwa ajili ya habari za huyu ni mtoto wa fulani. Bwana amenipa neema kusimama kwenye ibada hii nikutangazie na neno hilo likae ndani yako, ya kwamba kuanzia leo unaposikia injili hii na kuendelea mbele, hautatishwa na kitu kinaitwa mtoto wa fulani. Kwa sababu mtoto wa fulani, he has nothing to do na maisha yako. Lakini kupitia mtoto wa fulani, wako watu walioshindwa kutimiza ndoto zao. Wako watu walioacha ofisi, wameacha ajira, wameacha huduma kwa ajili ya neno linaloitwa mtoto wa fulani. Moja ya vita ambazo nilipigana nikazishinda, nina hakika hata wewe utazishinda, ni hivyo viroho vya sisi tunapofanya vitu watu kudhani waliopaswa kuvifanya ni watoto wa fulani. Leo kwa neema ya Kristo, hiyo roho itakaa chini yako. Aje mtoto wa fulani na baba yake huyo fulani hatazuia mpango wa Mungu ulioko kwa mtoto wa mtu asiye wa fulani. Huyo ndio ninayezungumza naye kwenye ibada hii. Mtu angeweka mikono juu ampigie Yesu makofi. Are you listening to me? Apewe sifa Yesu, barikiwe kwa jina la Yesu, man of God. Haka kitu kanaitwa mtoto wa fulani ndio kamepelekea watu washindwe kufanya vitu vitokee. Wanayo neema kubwa, unapoinuka watu wanajiuliza, huyu ni mtoto wa nani? Ili tukupe attention tunahitaji tukujue. Utuintroduce sasa, mimi ni mtoto wa Pastor Dafa pale Arusha, mnakumbuka Pastor Dafa? Ndio hivi na hivi. Kama huyo mtu aliwahi kufanya jambo linalo connect na wao, wanakushangilia. Akiwa hajawahi kufanya, hiyo chance unaikosa. Sasa nimewaona wabishi ambao hawana reference ya baba yao. Hajulikani ni mtoto wa nani, lakini anapokanyaga kwenye nafasi, wanaoitwa watoto wa fulani wanabaki wakishangaa matokeo ya watoto wasio wa fulani. Hiyo neema itasimama juu yako, maana hauna waziri kwenye ukoo, hauna rais kwenye ukoo, hauna mbunge kwenye ukoo, lakini ashukuriwe Jehova. Yohana 1:12 anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Jehova, akiweko baba yetu anaitwa Mungu. Enough. Inatosha. Niliwahi enda sehemu watu wakaniuliza background yangu, wewe ni mtumishi babako ni mtumishi? Nikasema hapana. Baba sio mchungaji? Nikasema hamna, sio mchungaji kabisa. Okay. Lakini sijawahi kusikia mtumishi anaitwa Mgaya. Nikasema hamna. Hamna kabisa. Sema unaona wananongonezana. Yaani ile kunongonezana kama sijasikia. Najua alichokuwa anaongea. Sasa huyu anakuwa
Unasemaje mchungaji hatujai kusikia kwenye ukoo wao? Haleluya. Wewe ni kizazi kinachopokea matokeo bila kujali reference ya baba yako. Yupo hayupo. Umezaliwa na kujikuta kwenye kituo cha kulelea watoto yatima, that is none of your business. Issue ni kwamba uko hapa kwa sababu liko kusudi la Bwana, na kwa ajili hiyo upo kutimiza kusudi la Bwana aliloweka ndani yako. Biashara ya historia ya nyuma hiyo haitusumbui. Tutaenda kwenye hizo ofisi, aweko mtoto wa fulani, we don't care, as long as ninaye Yesu ndani yangu na ametangaza yeye ni baba wa wasio na baba, huyo anatosha kunifanya nilete matokeo hapo. Nimewaona watu walioshindwa kufanya huduma kwa sababu hawajatoka kwenye familia za kichungaji. Ninakutangazia kwa jina la Yesu ya kwamba umetoka kwenye familia ya kichungaji au umetoka kwenye familia ya kipagani, ikiweko neema ndani yako kitaeleweka katika jina la Yesu. Mtu aseme amen. Angalia Yesu, mpango wa Yesu kuzaliwa. Yesu ni Mungu. Yesu angeweza kuzaliwa kwenye familia ya kishua, lakini kwa nini hakuchagua familia ya kishua aende kwa fundi seremala? Alijua ya kwamba kwa kuzaliwa kwangu kwa fundi seremala nitawaonyesha watu wa familia za kawaida ya kwamba katikati yao kinaweza toka kitu kitakatifu. Katikati ya familia za kawaida inaweza kaa nguvu isiyo ya kawaida. Sijui nazungumza na watu wangapi kwenye ibada hii. Nasema katikati ya familia yenu ya kawaida iko neema isiyo ya kawaida. Uko upako usio. Hebu ungempigia Yesu makofi na vigelegele. Shout amen. Eti Bwana ameweka kusudi. Maandiko yanasema Yesu anaingia hometown. Yaani kama kuna maeneo ya kujidai, wewe mwana Free Church ni hapa kwenye madhabahu ya Free Church. Anza hapa. Biashara ya nabii akubariki kwao, we rebuke in the mighty name of Jesus. Sisi tunaanza kuappreciate hapa vya kwetu. Apewe sifa Yesu. Tunaanza hapa kuheshimu neema ambayo Mungu anaiweka juu ya watu wake hapa. Biblia inasema Yesu anaenda hometown. Akafika hapo kapiga miujiza ya kutosha. Wanaume wakaangalia namna hii. Wakaitana kikao. Akasema, huyu dogo unamfahamu? Anapiga vitu vizito hivi. Akasema wewe achana huyo. Baba yake fundi seremala huyo. Mpaka uko wao na wajua, dada yake nani na wajua. Hana cha kutuambia. Nisikilize brothers and sisters. Kutujua background zetu haibadilishi chochote. Unaweza kuijua jana yangu lakini sio leo. Haleluya. Unaweza kuyajua mapito niliyoyapitia lakini hujui uhusiano wangu wa leo na Mungu. So unaponiangalia usiniangalie kibora mradi. Unaweza jua historia yoyote ni sawa. Nimeona watu wakihukumiwa na historia zao. Eti historia yako inakunyima confidence. Eti kwa sababu tuliwahi kukufumania unazini, ukija kanisani tena una vibe. Yaani mimi walichonifumania tulikuzinia wewe. Haleluya. Tushatengeneza na mshua. Mshua ashaelewa. Ashasamee. Wewe kinakuuma nini? Haleluya. Sasa mimi nataka nizungumze na watu majasiri. Watu ambao wanajua hawajamalizana na Mungu. Na ninataka nikwambie mwanangu ulioko hapa, usicheze na mtu ambaye hajamalizana na Mungu. Anaweza fanya makosa hapa leo, lakini kama bado hajamalizana na Mungu kuna shughuli bado. Usimpime mtu kwa anavyoonekana leo, kama bado hajamalizana na Mungu shughuli bado. Haleluya. Muda wangu hautoshi, niwekee hapo kitabu nikuonyeshe kwenye Wafalme. Mtu mmoja alifanya tukio moja amazing, litakusaidia kusukuma shughuli kwenda mbele. Kabla ya Wafalme niwekee kwanza Samuel. Nianzie kwenye Samueli hapa. Muda huu hautoshi. Samueli wa kwanza niwekee. Samueli wa kwanza 17 niwekee hapo kuanzia mstari wa 55. Nataka kukuonyesha
kijana mwingine kwenye Biblia aliyefanya matukio bila kubabaishwa na biashara ya mtoto wa fulani. Hivi vijina jina vya mtoto wa fulani hivi lina usumbufu kwenye maofisi. Alafu bahati mbaya zaidi, hayo matoto ya fulani yanakuwa kiburi. Mmeajiriwa nalo ofisini, assignment zake alifanyi, kisa litoto la fulani. Hiyo ngoma ikiharibika haulaumiwi wewe, analaumiwa huyu. Kwa nini? Kwa sababu wewe mtoto wa fulani, na bosi anakuogopa kwa sababu wewe mtoto wa fulani. Mazembe yanatembea tu na mataito ya wazee wao. Inaingia ofisini, kahawa chupa hivi lirefu kuchupa mapochopocho, kazi alifanyi. Bosi analiogopa kwa sababu litoto la fulani. Nimekuja kuzungumza na mtu ambaye hakuna title ya kukubeba, lakini neema ya kukubeba iko. Hiyo peke yake inatosha. Hiyo inaweza kukuletea utofauti kati yako na watoto wa fulani. Niweke hapo. Angalia. Basi Sauli hapo alipomuona Daudi akitoka ili kumwendea yule Mfilisti, alimwambia Abuneri, ambaye huyo Abuneri alikuwa jemedari wa jeshi, akamwambia, je, Abuneri, kijana huyu ni mwana wa nani? This a moment ambapo Daudi ameshuhudia tukio. Watu wanataka kupigana na Goliath, hawawezi. Wanaliogopa Goliath. Daudi anaiona hiyo ngoma, anasema, hii mimi naimudu. Mimi naiweza hii. Niachieni hii ngoma. Alipoenda kuomba hiyo idhini, maandiko yanasema mfalme Sauli anamuuliza Abuneri, anambia Abuneri, huyu anayetaka akapigane na huyo Mfilisti ni mtoto wa nani? Kwa nini anauliza ni mtoto wa nani? Anachotaka kujua background ya kwamba baba yake aliwahi kuwa askari. Kwa sababu hawezi kwenda kupigana kama hakuna historia nyuma ya ushujaa. Haleluya. Ziko chance wanakunyima leo kwa sababu ya background. Huyu kwenye ukoo wao hawajawahi kuwaga wakina so and so, hawajawahi kufanyaga so and so. Kwa ajili hiyo hatutampa huyu nafasi. Mfalme anauliza, imagine wako na tatizo lililowashinda. Maandiko yanasema yule Goliath alikuwa anatukana majeshi ya Israeli siku 30 back to back, na wamefiata mkia, hawezi kufanya chochote. Anainuka dogo mwenye neema ya kupambana, lakini baba yake hana reference yoyote ya maana. Wanajiuliza, huyu ni mtoto wa nani? I love this. Abuneri alipomjibu, angalia, Biblia inasema hivi, Abuneri akamjibu akasema, mfalme, kama iishivyo roho yako, mimi siwezi kusema. Nataka nikufundisha hapo, hold hapo. Kwa nini Abuneri anasema haya mambo? Abuneri ni mkuu wa jeshi. Akiangalia Daudi, sio kwamba hamjui, anamjua Daudi. Anamjua Daudi ya kwamba ni mtoto wa Yese. Lakini akisubutu kusema neno Yese, haruhusiwi kwenda vitani. Haleluya. Kwa lugha nyingine, tukiruhusu mtoto wa Yese aende vitani ni kutafuta kesi isiyo na sababu. Maana wakati wa kuhojiwa mtaulizwa, hapo Daudi ashauliwa huko. Unaulizwa, mfalme, ulikuwa unamjua mtoto? Uliruhusuje aende? Ulikuwa unajua kama amefanya mazoezi, anajua push up hajui, anajua kupigana hajui. Baba yake alikuwa mwanajeshi. Maana baba yako akiwa mwanajeshi, siku na namna ile mnasimuliana vitu vya kijeshi. Yaani mmekaa ndani, anakuuliza push up zinapigwa hivi, bunduki unakanka. Mmekaa kwenye stories za kawaida. Sasa baba yako hajawahi kuwa mwanajeshi. Abuneri akamwambia, mzee, mimi kama Mungu aishivyo siwezi kusema. Na kitu ninachopenda pale, hata Daudi hakusema. So hachaka kielele cha kujieleza. Wakati mwingine unavimba, watu wanakuambia, tuambie uwezo wako. Naambia, I wish mngejua. Mimi sitaki hata kusema. Nenda katafute. Angalia, katafute. Kwa ukisema hivi kuna watu wanaanza kuangalia, mbona inawezekana kajama ni katemi. So hiyo time inakupa. Niliwaambia siku moja nimeshuka kwenye immigration desk ya Marekani. Nimeingia hiyo mwanzoni hata saizi nimenona hivi.
Mwaliko wangu wa kwanza ule nilikuwa nimepauka, minywele vululu. Imetokea mwaliko wa Marekani, nimeapply, Mungu sio Abdalla, pa nikapata mwaliko, nikapata visa. Sasa ninayo visa, inabidi kwenda Marekani. Haya, huko Marekani tunavyoenda kufika pale, kumbe kuna interview nyingine ukishuka na ndege pale. Nimeshuka, naona watu wamejipanga foleni. Najua ni kushuka kwenye ndege ni kuingia Marekani. Nakuta foleni. Naangalia, naona ukifika pale kuna maaskari tena, kuna kichumba unaingia. Niko hivi na study, naona kuna mtu mwingine anaondoka na askari, yani hujajieleza vizuri wanaondoka na wewe. Hii ni nini tena inavyotoka? Niwahi kuwafundisha hapa ile ya kujichochea. Unajichochea ndani, unajipampu, unajaa, unavimba. Sasa nilivyokuwa naona kile kinachoendelea pale, kwanza English yenyewe ya manati, nikajichochea. Yaani unajua kuna muda ukitembea hivi kama kitenesi, yaani unaweza ukaanguka ulivyojaa. Yaani kwanza yule anavyochelewa wa mbele yangu, unajua ukisha kuaga tayari kwa ajili ya vita. Akiweko mtu anachelewesha, unasema kwa nini asiondoke mimi nisoge? Sasa upepo usije ukapungua. Niko hapa namsubiri yule officer, nishapanga maneno yangu ya kutosha. Kidogo nikasikia yule aliyoko mbele yangu kaunta imefungwa, ameitwa askari aondoke nayo. Nikaona sasa hii kaunta nafikiri nilikosea. Hii iliyoanza na kupeleka watu tena ndani. Tena ndio nayoenda najaribu kucheka kama naweza kuhamia line nyingine. Nakuta ile wenyewe waliopo kwenye line hiyo ndio sura zao, yani za kikauzi. Sasa acha nipambane tu na huyu jamaa. Nikatoka hapo, unajua unaenda unajitutumulisha vile. Una hata cha kujitutumisha. Unajua kuna wakati mwingine hali ngumu, hata ukijitumua yule ofisa anajua huyu anajitutumua tu. Hana chochote. Kavimba pale. Nikaenda nikasukuma passport yangu, nimekaa pale namwangalia mjamaa usoni. Jamaa akachukua, how you doing sir? I'm very well. Si jibu ulichoulizwa, acha kujifanya una extend vitu. Haleluya. Nimejibu moja, nimekaza, najua sijui atauliza lipi lingine. Kachukua passport, kupekua ndio visa ya kwanza. Cheki akaona, okay. So akaniuliza, anayo passport? Ananiuliza, what is your name? Nikasema, hey bro, you got my passport? Sitaki story kwenye passport jina limeandikwa, unaniulizaje what is my name? Na passport unayo ina jina. Nataka nipishanishe herufi. Nimetulia hapa, akasema, you have my passport? Oh, jamaa akaenda kwenye ukurasa ule wa nyuma. So what is your purpose here? I'm a superstar. Akasema, superstar? Nikasema, yeah. Nikamwambia, excuse me sir, do you have like internet access here? Akasema, yeah, of course. Nikasema, okay, just Google that name. Nilikuwa najua tu akiweka hapo Emmanuel Mgaya na mapicha yale, nilienda kwenye kampeni siku zile za zamani zile, niko kwenye jukwaa. Nikamwambia Google, akaandika pale Emmanuel Mgaya, alafu akagusa kwenye picture. Mapicha yanakuja, niko katikati ya nyomi na watu hivi. Kwanza nikaona amegeuka na tabasamu. Oh, so you're superstar. Ujibu kwa maneno, kuna kitu sijui unaelewa au mashimo hujaelewa. Haleluya. Nimeinamisha kikichwa namna. Wow. Mjamaa hapo tayari anauliza, alipotoka hapa anauliza 6. So how long you gonna stay here? Nikasema 2 weeks. 2 weeks? Oh, very good. Kimuuli nga imerudishwa passport. Okay. Yaani ninavyoondoka ndio naanza kutetemeka sasa ninavyoondoka kwamba hata hili limepita. Haleluya. Hakuna backup. Hamna mtu wa kumwambia. Yaani sijaongozana na mtu wa kusemelea anisaidie. Jeshi la mtu mmoja. Lakini vile nimejitia ujasiri kuface challenge iliyoko mbele yangu, inanipa matokeo. Wako watu hapa kwa sababu ya ulegevu na uoga, viko vitu vingi vimekupita. Bwana amenipa hiyo neema, iko juu yangu. Nikiachilia juu yako inakaa. Nami natangaza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hiyo neema isipunguke wala kuondoka juu yako. Hiyo neema itembee na wewe, huo ujasiri uwe juu yako. Biblia inasema wenye haki ni majasiri kama simba. Haijasema kama swara, inasema kama simba. Maana yake simba inao uwezo wa kuangusha hata twiga bila kujali urefu. Yaweko mambo makubwa uyaende na uyashinde kwa jina la Yesu. Mtu aseme amen. Daudi anaulizwa, huyu ni mtoto wa nani?
nani baba yake, ili tumruhusu akapigane na Goliati. Hapati majibu. Wakati anayasema hayo, wakati anauliza hayo, Daudi alikuwa anavua yale manguo, kwa sababu alipewa manguo. Alipewa manguo ya vitani ajaribishe, ili anapoenda kupigana na Goliati kuwe na manguo fulani special wanaovaa wanajeshi. Hajawahi kuwa mwanajeshi, hajawahi kuvaa hiyo minguo. Anawezaje kuyavaa hayo manguo? Biblia inasema alipojaribu zile nguo zilikuwa zinamshinda kutembea. Nisikilize mwanangu, kuna mahali utaenda uwekwe, watake uprove uwezo wako kwa kutumia vifaa vyao. Ukishindwa haina maana hauna uwezo. Wape option. Haleluya. Wape option. Waambie mimi ni mtu hodari sana nisipotumia hicho, kwa sababu unajua unayo namna nyingine ya kufanya vitu vitokee. Unaenda kung'ang'ana kukaa kwenye mfumo ambao haukujui. Hiyo mifumo ni ya watoto wa fulani. Wako watoto kuanzia nasari wako na makompyuta nasari. Unaenda kwenye interview unamwambia tuonyeshe speed yako ya kutumia kompyuta. W unaita unakosa kazi. Mwambie boss, mimi sio mzuri sana kwenye speed hii ya hapa hii, lakini hii utampa hiyo kazi mwingine. Ngoja nikuonyeshe ubora wangu kwenye eneo ambalo unajua unao ubora nalo. Daudi alijua kutembea na hii midude ya jeshi. Mimi siwezi, niachie mimi niokote mawe laini 5 nikamuonyesha kazi huyo raia. Haleluya. Tunakupa vifaa ili ukashinde vita. Ikiwepo option B ya kushinda vita, tumia hiyo. Barikiwe mamangu. Haleluya. Tunaabudu makanisani na watu mabingwa wa maombi. Una maandiko yote ya kushinda vita. Adui akija kwa njia moja atatawanyishwa kwa njia 7. Bwana umesema wewe ni rungu langu la vita, kwangu mimi utavunja madhabahu zote za giza, utasambaratisha sawa sawa na Yeremia. Now put into action sasa. Toka huko kwenye maandiko tukuone sasa mtaani una apply hivyo vitu kwa vitendo. Unaenda ofisini unasikia karibu sana ofisini, huyu ni mtoto wa waziri, huyu hapa ni mtoto wa mbunge, yule hapa unamwona mtoto wa mkurugenzi mstaafu, huyu hapo ni bosi wa meneja, mtoto wa wote wana majina, wana matitle. Wewe peke yako ndio mbugila. Confidence ya hiyo ofisi hauna. Unakaa namna hii. Sijui nitafanyaje. Alafu ile unataka kugusa kitu tu, unaona mtoto wa mkurugenzi mstaafu anakuangalia hivi. Ndio unavyobonyeza. Hapana mkuu, unajua degede. Mkuu. Haleluya. Nilienda kwenye huduma siku moja, nimealikwa. Kufika kwenye huduma mwanangu, hivi unajua mimi si ni askofu. Nikaenda kwenye hiyo huduma nikapewa siti. Sasa maaskofu wanakaa kule. Hivi unajua unaingia kwenye sehemu kwa maaskofu, hadi wewe unasema mimi ni mwinjilisti mimi nani? Yaani maaskofu wamekaa, kuna kitambi fulani cha kibishop unaelewa Yaani kuna kamwili fulani hivi, mtu amekaa, alafu amebendi hivi kidogo. Achana na suti kama hii mwanangu. Hii sio ya kiaskofu. Umetisha sana mwanangu damu. Amerudi kutoka Mbeya. Haleluya. Angalia. Nimeenda. Sasa ile unavyotembea si una study mazingira. Yaani mimi niko faster kwenye kusoma mazingira. Yaani naweza kuwa naenda kukaa kule ila nimeanza kusoma kutokea hapa. Ile nikisalimia tunaanza kujiongeza. Unaenda unapita yani hivyo mabishop wengine wameninginiza msalaba una afya. Mimi niko hapo. Napita naenda nikasema leo shughuli iko. Naenda nakaa sehemu. Imefika wakati wa utambulisho. Sikia kinainuka chumba cha kwanza kule, wewe uko mwisho kinaanzia kule. Hiyo CV. Shalom. Bishop Karabasubi. Makanisa ya nini na nini. Anamaliza anakaa. Sikia mwingine anainuka, mimi ni askofu fulani niliyetabiri juu ya uwanja wa taifa kujengwa Mbagala. Ikatokea. Masivi. Mimi yaani ndio sina CV. Mimi sina CV hizo. Piga hesabu. Wakati wanajitambulisha, mimi akili yangu inaanza kujikoki. Za bibi sijui inasema nini. Watu wanaongelea CV.
Wewe askofu na makanisa mangapi? Watu wanaongelea. Tunamshukuru Mungu tumeshafikia wilaya zote za Tanzania kwa makanisa. Mimi ni askofu fulani. Lidute likikaa kusikia makofi. Alafu sehemu ambayo hauna CV kubwa, utambulisho unaendaga haraka kukufikia. Hujawahi kunotice hiyo? Faster. Yaani ile unatafakari ukiruka unaona ile jitambulisha ni huyu hapa jamani. Watu tayari wameshamaliza huko. Ikafika zamu yangu. Kasimama na mimi. Nikasema Bwana Yesu asifiwe. Yaani unajua unasema Bwana Yesu asifiwe, watu wote wako kimya. Kwa sababu kwanza ulivyoonekana tu hawaamini kama umeokoka. Alafu ndio umeinuka. Wanasubiri saa wewe tujilazimishe kuamini huyu ameokoka. Wacha tusikie mwenyewe CV. Sema Bwana Yesu asifiwe. Ukajibu amina. Nikasema nafikiri amnioni vizuri, acha niwaone. Kwa nikakaa hivi. Hello. Kasema mimi ni Bishop Emmanuel Mgaya au Masanja mkandamizaji, sina CV. Nikarudi. Yaani ukumbi wote ukainuka. Kwa nini? Kwa sababu yale yote ma CV yalikuwa yanatajwa hapa ni kama mashindano. Mimi nikasema sina CV, ila mimi ni askofu. Unanikataa kisa sina CV? Haleluya. Kwani mimi ni askofu wenu? Haleluya. Nikajitambulisha, nikapigiwa makofi mengi. Kwanza ni utambulisho mfupi, alafu nimesema kitu tofauti. Haleluya. Najaribu kukufundisha nini mwanangu uelewe. Kuna wakati hauna CV kama za watoto wa fulani, lakini unayo neema inayopita watoto wa fulani. Lazima ujue haya ili yalete matokeo katikati ya maisha yako. Hebu sema amen. Maandiko yanasema Daudi baba yake ana CV ya vita, anataka kumpiga Goliath. Kilichotokea nini? Abuneri anaulizwa, akasema kama Bwana aishi, siwezi kusema. Maandiko yanasema Daudi akainuka, akaenda, akamuua Goliath. Hebu rudi pale kwenye ile andiko. Rudi pale nimuonyeshe mtu kitu. Na hiki ndio natamani wewe ukifanya. Angalia ni wakati gani ambao Daudi alizungumza kwa habari ya background. Angalia. Msogezee mstari unaofuatia. Angalia. Basi mfalme akasema, anamwambia Abuneri, anasema uliza wewe kijana huyu ni mwana wa nani? Yaani anamwambia assignment ninayokupa Abuneri, tafuta kwanza kujua huyu ni mtoto wa nani kabla ya kumpa hayo majukumu. Hiyo time ya kutafuta, Daudi alikuwa ameenda mzigoni. Apewe sifa Yesu. Mstari unaofuata. Angalia. Biblia inasema hivi. Hata na Daudi alipokuwa yuarudi kutoka kumuumba, kumponya. Anasema hata na Daudi alipokuwa yuarudi kutoka katika kumuua yule Mfilisti, Abneri alimtwaa akamleta mbele ya Sauli, naye anacho kichwa chake yule Mfilisti mkononi mwake. Hold up. Hold up. Nataka nikuonyeshe kwa. Angalia vile ambavyo watoto wasio wa fulani wakienda kwenye shughuli matokeo yanayotokea. Hawajui baba yake ana uwezo gani, lakini dogo ameingia kwenye kazi, dakika chache anarejea na kichwa cha adui aliyewasumbua miaka ya kutosha. Sasa anaporudi saizi ndio yuko tayari kwa ajili ya utambulisho. Nisikilize mwanangu, uko wakati CV hauna, lakini kazi au jukumu utakalolifanya litakuwa ni zaidi ya CV. Utafanya matukio yatakayobeba CV yako. Saizi Daudi alipokuwa anarudi kutoka kule kumuua yule Mfilisti, Biblia inasema Abneri alimtwaa. Usifikiri ilikuwa ile ya kuvutwa kwamba oya twende. Ushaua adui mkuu. Abneri aliyekuwa mkuu wa jeshi alishindwa. Time hii wanakuambia kwa heshima, mkuu samani. Unaweza kwa heshima yako, lakini hatupendi kukusumbua. Sogea twende kwa mkuu. Umeelewa? Alafu anaongozana na Daudi vimba sasa mwanangu, yani sio tunatembea kinyonge. Hapo hapo Biblia inasema Daudi amebeba kichwa cha Mfilisti Goliath. Hawezi kutembea mwanangu kinyonge, twenzetu. Umeona? Aliyo mbele ni mkuu wa majeshi, anaitwa Abuneri,
aliye nyuma ni yule dogo Daudi, ameshikilia kichwa cha adui aliyesumbua nchi. So mkuu wa majeshi lazima atembee amebana mikono. Haleluya. Halafu maandiko yanasema wanapofika mbele za mfalme, mwamba ameshika kichwa kinachuruzika damu. Nina hakika Biblia huwa haiandiki kila kitu. Kuna muda mfalme alikaa vizuri. Yaani huo ujio anaokuja, kuna pozi ya mkao wa mfalme inabadilika kutaka kujiridhisha kile ambacho amebeba ni kitu gani. Hii inataka ikufundishe mwanangu ulioko hapa church. Kuna neema ya kuleta solution ya vitu vilivyowashinda watu iko ndani yako, lakini ili ilete matokeo inahitaji ujasiri wa kutosha, na ujasiri ni wewe pekee ndio unaujua. Biblia inasema kwenye Waamuzi 11, Yefta alikuwa mtu shujaa sana, lakini alikuwa mtoto wa mwanamke kahaba. Historia ya wazazi haiwezi kuharibu mpango na kusudi la Mungu lililowekwa ndani yetu. Ni kweli wazazi wetu walikuwa masikini, ni kweli walikuwa hawajasafiri kwenda mataifa ya mbali, ni kweli hawakujenga nyumba kali, lakini sisi tunayo neema ya kuanzisha yale ambayo wazazi hawajayaweza. Si tukawe wa kwanza kuyafanya katika jina la Yesu. Mtu aseme amen. So mimi ni askofu wa kwanza kwenye ukoo, sio familia, ukoo. Haleluya. So nikirudiki kijijini, sitembei kama wanavyotembea familia. Neema ninayo ya tofauti. Bwana ameanzia mambo makubwa kutoka kwangu kuendelea mbele. Barikiwe kwa jina la Yesu. Nataka nikutangazie mwanangu, usikae kinyonge. Hii dunia haikusubiri umalize kulia ndiyo iendelee. Ukiamua kulia, we lia, lakini dunia inaendelea. Yako mambo yanakupita. Ifike time vya kukuliza vipo, tunatembea na handkerchief. Yakitoka machozi tunafuta, lakini tunasogea mbele. Yakitoka machozi tunafuta, tunaendelea mbele. Iko time ya kulia na iko time ya kufutwa machozi. Biblia inasema kila jambo na wakati wake. Kuna mtu ananielewa hapa? Si tunataka kuongoza kanisa ambalo in 5-10 years mbele hatuna parking ya kutosha washirika wetu. Bwana Yesu na apewe sifa. Tunataka in 5-10 years to go huko tunakemea mapepo kwa waliokuja wapya wenye mapepo. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Biashara ya sijui mimi sina uhakika wa kula sijui nini inakufa hiyo kwa jina la Yesu. Kuna mtu ananisikiliza sasa hizi anasema, pastor, hujui situation ninayopitia. Na wewe hujui situation mimi niliyopitia. Mimi peke yangu tu ni ushuhuda. So sitaki mtu anitie moyo. So nikijiangalia life nilionayo leo na vile nilikuwa naelewa, wewe unaweza kuwa mtu tofauti anytime. Possible. Kwenye huduma nimekutana na watu waliokuwa wamechakaa, alafu Jehova amewainua watu wa maana, wa heshima. Wewe unaniambia nini mimi leo? Ni lazima ujitie ujasiri. Vitu vinavyoogopwa na wengine sio lazima na wewe uogope. Juzi tu nimekwenda Dodoma hapa. Yaani mimi nipate mwaliko wa rais wa kwenda kwenye mkutano mkuu, nikatae kwenda kisa kuna mtu atanisema, wewe unaongoza nini? Unaongoza familia? Yaani mimi muogope mtu anayeongoza familia kwenda kwenye mwaliko wa mtu anaongoza nchi na uso. Anajua safari yangu nilikotoka, huyo anaongea yuko tu Instagram, anashangaa sana watu wanavyojipendekeza. Alafu nasikia kuna watu wanakuaminisha ujinga. Bia sikiliza. Niamini mimi. Sichanganye siasa na dini. Kila mikutano yao inapoanza wanataka maombi. Unasema usichanganye vipi? Kati ya siasa na dini wanaochanganyaga sana sio sisi wachungaji.
Ni wanasiasa wasa, jamani mtuombe. Na sisi tumetumwa kwa ajili ya shughuli hizo. Unanitengaje na siasa sasa? Haleluya. Ni uelewa tu. Sasa asiye na uelewa asikushawishi wewe mwenye uelewa uache uelewa wako uende kwenye uzuzu. Haleluya. Wakati mwingine mwanangu, kuna mialiko ikichelewa unaomba. Unamsalimia tu mtu unajua inatokaga mialiko. Mkuu unaendeleaje? Shwari. Sasa hivi umepata mwaliko? Na bado. Basi sasa hivi nashughulikia. Tekniki hiyo. Mwingine huyu sio, acha nisimseme jina kwanza, na mheshimu. Amenishauri, mtumishi wa Mungu, naomba kama una dakika 5 ni kushauri kitu cha kiroho. Akasema baba, sasa hivi niko kazini, unaweza kunishauri baada ya dakika 5 nipe. Roho Bwana amenisemesha usiku mzima. Nikasema basi ni mheshimu kwanza, na mheshimu. Ananiambia siku zile rais alitupa hiyo milioni 20 ya kanisa. Kaniambia mtumishi wa Mungu, nimemsikia Bwana. Hiyo hela uliochukua. Yaani alivyotamka tu hiyo hela uliochukua. Alarm, unajua kila mtu ana alarm ndani yake. Alarm zote zikawasha mataa. Siniweka hivi simu. Nasema nikate. Nisikate. Nikaona acha nimheshimu nimalize. Nafikiri usingefanya hivyo. Nasema nisingefanyaje? Kwa sababu tunaona unachukua hela za wanasiasa, alafu unakuja tena unaingiza kwenye kazi ya Mungu. Sasa nikamwacha kwanza amalize. Kwanza namheshimu. Alipomaliza nikamuuliza, nikasema mtumishi umemaliza? Akasema nimemaliza. Nikasema mtumishi wa Mungu, hii church tangu tuanze kujenga huu ni mwaka wa 3. Na kuanzia day 1 tunasemaga kila kwenye ibada zetu, jamani tusaidieni ujenzi. Wewe binafsi uliye rohoni uliwahi kutusaidia mfuko wa simenti? Hajawahi. Nikasema nao Mungu anapomtumia mtu wake mwingine kuja kubariki kazi hii nzuri, kwa hiyo unajaribu kusema, nikaona nimrahisie, nikasema kwa hiyo unajaribu kusema nizirudishe? Akasema mimi ninachoshauri nisikilize, sio urudishe, tafuta kituo cha watoto yatima. Nikasema nataka amalize yote, then peleka hiyo hela. Nikasema mwachie Mungu. Nikasema mkuu, kwa jinsi ambavyo nakuheshimu, niseme neno zuri au gumu? Akasema hapana, mimi nimekushauri nilichosikia. Nikasema sasa nisaidie kumwambia huyo aliyekuambia kwamba umekosea kumsikia. Hiyo sio tafsiri. Kwa nini nakwambia hivi mwanangu? Kwa sababu ni lazima uwe wise enough. Yaani wewe umepiga goti, umemsihi Mungu. Mungu anamtumia mtu alete kitu. Kinakuja, unataka kujishughulisha na kilicholeta msaada. Maandiko yanasema nabii wa Bwana alipozuia mvua isinyeshe, akapata njaa, akaenda akajificha kwenye kisima. Akiwa pale kwenye kisima, kunguru ambayo kwao ilikuwa haramu ikatumwa kubeba chakula ipeleke. Nikataka nione mtumishi angekula au angesema imeleta haramu. Mtumishi wa Mungu alikipiga chakula fresh na Mungu hakusema chochote. Nisikilize mwanangu, ukimuomba Mungu kitu, hata akitumwa shetani mwenyewe kuleta, pokea. Sijui kama naeleweka maneno magumu hapa. Yaani Mungu anaweza kuamuru chochote kifanye chochote kwa ajili ya maisha yako. Mungu anamwagiza samaki, mmeze Yona, mmeze. Sitaki afe, mmeze akae ndani yako humo siku 3. Samaki likatoka. Kwa hiyo tuanzaje sasa kusema Yona, kwa sababu imekutapika samaki, wewe utakaje ndani samaki? Rudi tena baharini. Inahusu. So kuna akili zingine mwanangu hatuhitaji kushare. Kuna revelation Mungu anakupa wewe, hajampa mtu mwingine. Wewe unachopaswa kufanya, fanya kama Daudi. Biblia inasema wanamuuliza wewe ni mtoto wa nani? Hasemi, yeye amesimama na kusudi. Angalia mstari wa mwisho. Rudi pale ulipokuwa. Unaona huu ni mstari ambao tumeona, angalia huu wa mwisho. Biblia inasema hivi. Angalia. Basi Sauli akamuuliza
wewe kijana umwana wa nani? This time dogo yuko na kichwa cha Mfilisti. Ndiyo time ambayo tunafunguka sasa. Maandiko yanasema naye Daudi akamjibu, mimi ni mwana wa mtumishi wako Yese, mtu wa Bethlehemu. Utambulisho huu ni baada ya kukata kichwa cha Mfilisti. Kama utambulisho huu ungefanyika pale juu kabla Daudi hajaenda mzigoni, asingepewa hicho kibali, asingeruhusiwa kwenda. Uko wakati wa kuongea, uko wakati wa kunyamaza. Kuna wakati watu hawakuelewi kwa nini uko kimya. Kumbe ukimya ulionao, kuna kitu kinafanyika kwenye ulimwengu wa roho. Kuna mapambano unaendelea nao kwenye ulimwengu wa roho. By the time wataona majibu, biashara itakuwa imeeleweka kwako. Ninatangaza katika jina la Yesu, biashara ya mtoto wa fulani haitaharibu ile baraka ambayo Mungu ameiandaa juu ya maisha yako. Chochote ambacho baba yako hajawahi kukifikia, we unaweza kukifikia. Chochote ambacho wazazi hawajaweza kumiliki, we unao uwezo wa kumiliki, na iwe hivyo kwako katika jina la Yesu Kristo. Mtu apige kelele aseme amen.